Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumapili tarehe 19 Julai mwaka 2026. Na katika toleo letu la leo tutakuletea habari muhimu zinazotawala siku hii, zikiwemo maendeleo ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington kuhusu mzozo wa mashariki mwa DRC, operesheni za usalama zinazofanyika Lubumbashi na Kinshasa, pamoja na taarifa za afya kuhusu ugonjwa wa Ebola waliopona huko mjini Butembo. Ni haya na mengine zaidi ni katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Mimi ni Telo Jalonga na hii ni Kivu News Info, ambapo tutaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile hakikisha kabla una subscribe, ku like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kito chako chema cha matangazo. Basi karibu tuanze habari kamili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa inaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano wa Washington, hasa kuhusu suala la kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda kutoka katika ardhi ya Kongo. Kauli imetolewa baada ya kupita kwa muda uliokuwa umetajwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa ameonyesha matumaini kwamba ifikapo tarehe 15 Julai mwaka huu majeshi ya Rwanda yangekuwa tayari yameondoka nchini DRC. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa, msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya amesema licha kutokuwepo kwa tamko jipya kutoka kwa Marekani baada ya muda huo kuisha, duru za diplomasia bado zinaendelea na Washington inaendelea kutumia ushawishi wake kushinikiza Kigali kutekeleza ahadi ilizokubali. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, kauli ya Marco Rubio ilitolewa mbele la bunge la Marekani tarehe 4 Juni ilikuwa mwanzo kwamba Marekani inatarajia kuona majeshi ya Rwanda kiondoka katika ardhi ya Kongo kabla katikati ya mwezi Julai. Amesema hatua mbalimbali za diplomasia tayari zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa. Msemaji huo pia alieleza kuwa kamati ya pamoja ufuatiliaji wa makubaliano wa Washington iliyokutanisha wawakilishi wa Marekani, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufanya mikutano ya mara kwa mara. Amesema mkutano mwingine muhimu unapangwa kufanyika tarehe 24 Julai ambako pande zote zitapatia hatua zokuwa zinazofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Patrick amesema msimamo wa Marekani bado haujabadilika na kwamba kuondoka kwa majeshi ya Rwanda katika ardhi ya Kongo ni moja ya masharti muhimu ya makubaliano hayo. Hata hivyo, amekiri kwamba bado kuna tofauti kati ya ahadi zilizowekwa kwenye makaratasi na hali halisi inaonekana katika maeneo ya mapigano. Amesema Marekani imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba sahihi zilizowekwa mbele ya marais wa Marekani zinapaswa kuzaa matokeo ya kweli na kwamba hatua za shinikizo za dhidi ya Rwanda zinaendelea kutumika. Kwa mujibu wake, siku zijazo zitakuwa muhimu katika kupima kiwango cha dhamira ya pande kusika pamoja na nafasi ya Marekani katika kusimamia mchakato wa amani. Kwa upande mwingine, Patrick Muyaya amesema serikali ya Kongo inaona makubaliano ya Washington kama hatua kubwa ya diplomasia, hasa akieleza kuwa mara ya kwanza Rwanda imeingia katika makubaliano ya moja kwa moja na DRC, jambo ambalo kwa mtazamo wa Kinshasa inaonyesha kukiri kuwepo kwa mgogoro kati ya mataifa hayo mawili. Amesema kwa miaka mingi Rwanda imekuwa ikikanusha kuwepo kwa wanajeshi wake ndani ya ardhi ya Kongo, lakini kusaini makubaliano kunachukuliwa na Kinshasa kama ishara ya kukubali ukweli uliokuwa ukipingwa hapo awali. Kuhusu ushirikiano wa kiuchumi katika eneo la maziwa makuu, Patrick Muyaya amesema DRC itaendelea kuunga mkono ushirikiano wa kikanda, lakini amesisitiza kuwa amani ndiyo msingi wa maendeleo ya kiuchumi. Amesema serikali ya Rais Tshisekedi inaamini kuwa baada ya kurejesha amani, nchi za eneo la maziwa makuu zitaweza kuimarisha biashara, utekelezaji wa maendeleo ya pamoja kwa manufaa ya wananchi. Amesisitiza kuwa DRC ina tatizo na wananchi wa Rwanda, bali ina tofauti ya kisiasa na uongozi wa nchi hiyo. Amesema mataifa mawili yanalazimika kuishi pamoja kama majirani, hivyo ni muhimu kujenga mazingira ya amani ili vizazi vijavyo virisi uhusiano bora na wenye manufaa kwa ukanda mzima wa Afrika ya maziwa makuu. Hata hivyo, licha ya makubaliano ya Washington kusainiwa na mazungumzo ya Doha kuendelea, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mapigano katika baadhi ya maeneo yanaendelea, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kustaka pande zote kuheshimu ahadi walizoziweka katika makubaliano ya amani. Wachambuzi wanaeleza kuwa changamoto kubwa inayobaki ni pengo kati ya makubaliano ya kidiplomasia na utekelezaji wake katika uhalisia wa uwanja wa mapambano, ambako kila upande unaendelea kutafsiri vipengele vya makubaliano ya Washington kwa namna yake, jambo linaloendelea kuchelewesha kwa utekelezaji kamili wa mchakato wa kurejesha
amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 100 wamekamatwa na silaha 3 za aina AK-47 zimekamatwa katika operesheni maalumu ya usalama inayofanywa na vikosi vya ulinzi na usalama katika mtaa wa Kasapa mjini Lubumbashi mkoani Katanga. Operesheni ilitangazwa kwa pamoja na jeshi la polisi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC pamoja na tume na huduma nyingine za usalama, ikiwa ni juhudi za zinazoendelea za kupambana na uhalifu unaozidi kuasili baadhi ya maeneo ya jiji hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za usalama, watu zaidi ya 100 walikamatwa wakati wa msako huo, wakiwemo wanawake 6. Maafisa wa usalama walifanya upekuzi katika nyumba mbalimbali na maeneo yanayoshukiwa kutumiwa na uhalifu kwa mapanga au kuficha vifaa vinavyotumika katika vitendo vya uhalifu. Baada ya kuwakamata washukiwa hao, vikosi vya usalama vimefanikiwa kukamata bunduki 3 za aina AK-47 ambazo zinatajwa kuwa silaha hatari zinazotumiwa mara nyingi katika mashambulizi ya kutumia nguvu. Silaha kadhaa za jadi zikiwemo mapanga, visu na vifaa vingine vya kushambulia vilikamatwa wakati wa operesheni hiyo. Vile maafisa wa usalama na walivaa sare za walinasa sare na vifaa mbalimbali vinavyofanana na vile vinavyotumiwa na wanajeshi wa FARDC na askari wa polisi wa taifa, jambo ambalo limebua maswali kuhusu uwezekano wa baadhi ya wahalifu kujifanya maafisa wa usalama ili kutekeleza vitendo vya uhalifu na kuwatishia raia. Katika operesheni ya mamlaka pia zimekamata wa madumu kadhaa yalikuwa yamejaa pombe haramu ambao imepigwa marufuku kutokana na athari zake za afya kwa usalama wa jamii. Serikali imekuwa ikieleza kuwa matumizi ya pombe hizo haramu mara nyingi huchangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na fujo katika maeneo ya mijini. Kwa mujibu wa kiongozi wa usalama, operesheni hiyo ni sehemu ya operesheni Ndobo pamoja mpango wa kitaifa uliowekwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kupambana na ujambazi, makundi ya uhalifu wenye silaha pamoja na aina nyingine za uhalifu katika miji mikubwa nchini. Mamlaka zimeeleza kuwa watu wote wanaokamatwa wanachukuliwa kuwa na hatia ya moja kwa moja. Baadaye watafanyia uchunguzi wa mchakato wa kuwachambua ili kubaini wale wanaohusishwa moja kwa moja na vitendo vya uhalifu na wale ambao hawana uhusiano wa makosa yanayochunguzwa. Baada ya hatua hiyo ya uchunguzi kukamilika, washukiwa watakaoibanika kuwa na ushahidi na wakuhusika na makosa mbalimbali watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma zinazowakabili, huku wasioibanika kuhusika watatarajiwa kuachiliwa kwa mujibu wa sheria. Mamlaka za Katanga zimehakikishia wananchi kwa operesheni hii kama hizi itaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali ya Lubumbashi na sehemu nyingine zinazotaja kuwa na viwango vya juu vya uhalifu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha usalama wa raia na mali zao. Wananchi wametakiwa kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wa makundi wanaoshukiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu, huku serikali ikisisitiza kuwa mapambano dhidi ya uhalifu yataendelea hadi kurejesha utulivu na amani katika maeneo yote ya nchi. Kamanda wa Task Force Presidentielle d'Assainissement, Luteni General Jean-Pierre Kasongo Kabwike ametangaza kufunguliwa kwa uchunguzi rasmi kufuatia mashambulizi yaliyowalenga maafisa wa kikosi hicho wakati walipokuwa wakitekeleza shughuli za usafi katika manispaa za Masina na Matete jijini Kinshasa. Katika ujumbe wa video uliopokelewa Jumamosi iliyopita, Luteni General Jean-Pierre Kasongo amelaani vikali vitendo hivyo vya vugu, akisema haviwezi kuvumiliwa kwa kuwa vinawalenga watumishi wa umma wanaotekeleza jukumu la kulinda afya na mazingira ya wananchi. Amesisitiza kuwa wahusika wote watafikishwa na watatafutwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kuwajibika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda ametoa wito kwa wakazi wa Kinshasa kuendelea kuonyesha uzalendo na kuheshimu kazi zinazofanywa na maafisa wa Task Force. Alieleza kuwa operesheni za usafi zinafanyika kwa maslahi ya wananchi wote na si kwa maslahi ya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa ya Task Force, maafisa wake walishambuliwa walipokuwa wakifanya kazi za kusafisha na kurejesha utaratibu katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Tukio la kwanza lilitokea katika manispaa Masina ambako kikosi kilichoongozwa na Ajubati mkuu Rene Akaponde kilikumbana na kundi la watu waliomshambulia. Rene Akaponde amesema kwa shambuliaji hao ambao kwa mujibu wa maelezo yake walitambulisha kwa wanafuasi wa chama cha mwanasiasa upinzani Martin Fayulu walikuwa wakipinga mabadiliko ya katiba kwa kauli ya hapana kwa mabadiliko ya katiba kabla ya kuanza kuwarushia mawe maafisa walikuwa kazini. Kwa mujibu wa ushuhuda wa mashambulizi hayo yalazimu baadhi ya maafisa kujikinga, huku operesheni za usafi zikisimamishwa kwa muda kutokana na hali ya sitofahamu iliyozuka. Tukio jingine liliripotiwa katika eneo la daraja la Matete ambako kundi la vijana ambao bado
halijatambuliwa lilishuhudiwa liliwashambulia maafisa wa Task Force. Vijana hao walidaiwa kuwa na fimbo pamoja na mapanga yaliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi walikuwa wakipita katika eneo hilo. Mashambulizi yalisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo na kuwalazimu vikosi vya usalama kuingilia kati ili kurejesha utulivu na kuruhusu maafisa wa Task Force kuondoka salama. Akizungumza matukio, Luteni Jenerali Jean-Pierre Kasongo Kabwiki amesisitiza kuwa Task Force Presidentielle d'Assainissement ni chombo kisichotegemea upande wote wa kisiasa. Amesema jukumu lake ni kutekeleza maagizo ya Rais wa Jamhuri na kuboresha usafi wa mazingira, kupambana na uchafuzi wa miji na kuhakikisha Kinshasa inakuwa katika mazingira salama na usafi kwa wananchi wote. Ameonya dhidi ya tabia ya kuhusisha shughuli za Task Force na mvutano wa kisiasa, akisema kufanya hivyo kunahatarisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na huduma za umma. Wakati mamlaka zimeahidi kuendelea na operesheni za usafi katika maeneo yote ya Kinshasa licha ya matukio hayo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na mashambulizi hayo ili hatua za kisheria zichukuliwe. Mashambulizi hayo yanajiri kipindi ambacho mjadala kuhusu uwezekano wa kisiasa na hoja ya uwezekano wa mabadiliko ya katiba unaendelea kuzua hisia tofauti nchini, huku serikali ikisisitiza kuwa vyombo vya umma vinapaswa kuruhusiwa kutekeleza majukumu yao bila vitisho wala vurugu. Wagonjwa wane walikuwa wamepatiwa matibabu ya ugonjwa wa Ebola wameondoka katika kituo cha matibabu cha Ebola CTE cha Katwa mjini Butembo baada ya kutangazwa kuwa wamepona kabisa. Kutolewa kwa wagonjwa wao kunafanya idadi ya watu waliopona katika kituo hicho kufikia 24 tangu kilipofunguliwa tena shirika la kitabibu la Medea, hatua ambayo imeelezwa na wahudumu wa afya kuwa ni ishara matumaini katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola unaendelea kuathiri majimbo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa kuondoka hospitalini, wagonjwa walieleza furaha yao na kuwashukuru madaktari pamoja na wauguzi waliohudumia hadi kufikia kupona. Pia walikanusha taarifa za uongo ambazo bado zinaendelea kusambazwa kuhusu vifo vya matibabu ya Ebola, wakisema uvumi huo wafanya baadhi ya wagonjwa kuchelewa kufika hospitalini na hivyo kupunguza nafasi yao ya kupona. Mmoja wa wagonjwa waliopona alitoa ushuhuda wake mbele ya waandishi wa habari, akaeleza kuwa aliambukizwa virusi vya Ebola baada ya kushiriki mazishi ya ndugu yake aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Amesema kabla ya kufikishwa katika kituo cha Katwa alikuwa na hofu kwamba kwa sababu alikuwa amesikia taarifa kwamba mtu akiingia katika kituo cha matibabu ya Ebola hawezi kutoka akiwa hai. Hata hivyo, amesema baada ya kuanza kupata matibabu aligundua kuwa taarifa hizo hazikuwa za kweli. Ameeleza kwamba madaktari walimhudumia kwa weledi na kumfuatilia kwa karibu hadi alipopona kabisa. Kwa mujibu wa shuhuda wake, alianza kuonyesha dalili kali za ugonjwa zikiwemo kutapika mara kwa mara, kuishiwa nguvu mwilini, kwa maumivu makali ya mbavu, kuharisha na dalili nyingine zinazofanana. Aamini kuwa asingesalimika. Amesema kutokana na matibabu ya haraka aliyopatiwa alipona ndani ya kipindi cha zaidi ya wiki moja. Sasa amerudi katika hali ya kawaida ya afya. Ameeleza kwa karibu watu wote wa familia yake waliambukizwa Ebola baada ya mazishi hayo, lakini kwa sababu walipofika hospitalini mapema wengi wao walifanikiwa kupona. Kutokana na uzoefu wake, amewataka wananchi wote watakaoanza kuonyesha dalili zinazofanana na Ebola kutoka manyumbani kwa hofu ya kuamini uvumi unaosambazwa mitandaoni na katika jamii hii. Amesisitiza kuwa kufika mapema katika kituo cha matibabu kunaongeza kwa kiasi kikubwa nafasi ya kupona na kuokoa maisha. Kwa upande wake, uongozi wa kituo cha matibabu cha Ebola cha Katwa umethibitisha maendeleo hayo mazuri, ukieleza kuwa bado kuna wagonjwa wengine wanaendelea kupatiwa matibabu, huku wagonjwa wapya wanaopona wakiongeza kadiri siku zinavyopita kutokana na uchunguzi wa mapema na huduma bora za kitabibu. Daktari anasimamia kituo hicho amesema tangu Medea ilipokarabati na kufungua tena kituo hicho kimepokea wagonjwa 43 wanaothibitishwa kuwa na Ebola wakiwa hai. Kati yao 24 tayari wamepona, huku wengine wakiendelea na matibabu chini ya uangalizi wa karibu na wataalamu wa afya. Amesema kwa wagonjwa wanaowahi kufika hospitalini mara wanapoanza kuonyesha dalili za Ebola wana nafasi kubwa zaidi za kupona kuliko wale wanaochelewa kutafuta watabibu. Wataalamu wa afya wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola wanaamini kuwa ushuhuda wa wagonjwa wanaopona utasaidia kuondoa hofu na imani potofu kuhusu vituo vya matibabu na kuhamasisha wananchi kujitokeza mapema wanapohisi dalili za ugonjwa huo. Wamesisitiza kuwa kila mgonjwa anayefika hospitalini kwa wakati ni nafasi nyingine ya kuokoa maisha, kupunguza maambukizi mapya na kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola ndani ya familia na katika jamii kwa ujumla.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha tawala cha Front Patriotique Rwandais ametoa kauli kuhusu hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu, akisitiza kuwa Rwanda itaendelea kulinda usalama na uhuru wake licha shinikizo linalotokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza Ijumaa tarehe 17 Julai mbele ya ofisi ya kisiasa chama chake, Kagame alisema kuwa kuna juhudi za kunyamazisha Rwanda na kupuuza wasiwasi wake kwa kiusalama. Alieleza kuwa kuna mtu analazimisha kunyamaza isipokuwa pale atakapokuwa amefariki dunia. Katika hotuba yake, Kagame alisema kuwa baadhi ya mataifa yanakataa Rwanda ikae kimya, huku kwa mujibu wake akivumilia vitisho vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi hiyo. Alisema kuwa Rwanda haitakubali hali yoyote ambayo inaweza kuhatarisha uwepo wake kama taifa. Rais alizungumzia tathmini ya maisha ya kibinadamu akisema kuwa sera serikali yake haitofautishi maisha ya watu kwa misingi yote. Alikiri kuwa Rwanda ni nchi ndogo yenye uwezo mdogo kulinganisha na mataifa mengine, lakini alionya kuwa hilo haliwezi kuwa sababu ya kutamani kutoweka kwa taifa hilo. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Paul Kagame alirejea hali ya mashariki mwa DRC, hususan mjadala unaendelea kuhusu kundi la waasi wa M23. Kagame alisema kuwa kauli anazotaka kundi hilo liangamizwe zilengi M23 pekee, bali kwa mtazamo wake pia linahusu Rwanda yenyewe. Anaongeza kuwa ikiwa kwa kujatokea jaribio la kuhatarisha usalama au uwepo wa Rwanda, nchi yake itakuwa tayari kujitetea. Kauli hiyo imekuja wakati ambako Umoja wa Mataifa pamoja na baadhi ya mataifa magharibi yameendelea kushutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo serikali ya Kigali imeendelea kuyakanusha mara kwa mara. Wakati huo mzozo wa mashariki mwa DRC unaendelea kuathiri hali ya usalama na maisha ya raia licha kuwepo kwa makubaliano mbalimbali ya amani. Makubaliano ya Washington pamoja na mazungumzo yanaendelea nchini kwa usimamizi wa Qatar kupitia mchakato wa Doha bado hajaleta suluhisho la kudumu kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Hatua ya mazungumzo iliyofanyika nchini Uswisi nayo kuweza kuleta mafanikio yanayotarajiwa, huku baadhi ya ahadi zilizotolewa katika mazungumzo zikidaiwa kutokutekelezwa kikamilifu. Wakati wa mgogoro mwingine ya kimataifa hususan mashariki mwa kati imechangia kupunguza kasi ya juhudi za upatanishi. Hadi sasa jumuiya ya kimataifa, kikanda na kimataifa zinaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazosika kuheshimu makubaliano ya amani yaliyotekelezwa kutekeleza ahadi walizoziweka. Hata hivyo, tofauti za msimamo kati ya wahusika bado zinaendelea kufanya utekelezaji wa makubaliano kuwa magumu, huku hali ya mashariki mwa DRC ikiendelea kuwa ya wasiwasi. Tangazo la Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi la kuanzisha mazungumzo jumuishi ya kitaifa baada ya kukutana na viongozi wa madhehebu ya dini limezua maswali kuhusu mustakabali wa mchakato wa Doha unaendelea chini ya Qatar kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. Hata hivyo, serikali ya DRC imeondoa wasiwasi huo na kusisitiza kuwa mchakato wa Doha haujasitishwa wala kufutwa. Kauli imetolewa na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari ambaye pia ni msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa tarehe 17 Julai baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kukutana na viongozi wa madhehebu ya dini katika jiji la Umoja wa Afrika mjini Kinshasa. Akijibu swali la waandishi wa habari kuhusu ikiwa mazungumzo ya Doha yamefutwa kufuatia kutangazwa kwa mazungumzo ya kitaifa, Patrick Muyaya alisema wazi kuwa hakuna mchakato wote uliositishwa. Kwa mujibu wake, juhudi zote mbili zitaendelea kwa wakati mmoja na kila mmoja ina nafasi yake katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Patrick Muyaya alifafanua kwa mchakato wa Washington unahusu mazungumzo kati ya Kinshasa na Rwanda, huku mchakato wa Doha ukihusu mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. Alisema kwa serikali inaona kwa michakato hiyo kuwa inamaanisha badala ya kushindikana. Katika maelezo yake, msemaji wa serikali alitumia mfano akisema kuwa serikali inafanya mazungumzo na baba huko Washington ikimaanisha Rwanda, na wakati huo ukifanya mazungumzo na mwana huko Doha ikimaanisha waasi wa M23. Kwa mtazamo wa serikali ya Kinshasa, waasi hawawezi kufanya maamuzi makubwa bila ushawishi wa Rwanda ambao endelea kushtumiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa kuiunga mkono M23, madai ambayo Kigali inaendelea kuyakanusha. Patrick Muyaya alieleza kuwa licha changamoto zilizopo, kuna hatua zinazopangwa katika utekelezaji wa baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa. Alisema tayari ujumbe maalum unaendelea kufanya kazi na kuandaa utaratibu wa kusitisha usitaji wa mapigano kati ya pande zinazohusika.
Kwa mujibu wake, baadhi ya maafisa wa jeshi la DRC tayari wapo mjini Goma wakishiriki katika kazi hiyo ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na kudhibitisha ikiwa pande zote zitaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Alifichua kuwa mchakato wa kubadilishana wafungwa kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 unaendelea. Alisema baadhi ya wafungwa tayari wamewasili mjini Beni na wanasubiri kukamilika kwa taratibu za afya kupitia Uganda kutokana na hatua za tahadhari dhidi ya mlipuko wa virusi vya Ebola unavyoendelea katika eneo hilo, kabla ya kuelekea Goma kwa ajili ya utekelezaji wa makubaliano na kubadilishana wafungwa. Patrick Muyaya ongeza kwa makubaliano yanaonekana katika pande zote mbili za mazungumzo, iwe ni kupitia mikataba Washington na uhusiana na Rwanda na DRC kupitia mchakato wa Doha unaowaleta pamoja serikali ya Kinshasa na AFC M23. Hata pamoja na matumaini hayo, mchakato wa Doha bado unakabiliwa na changamoto kubwa. Baada ya duru kadhaa za mazungumzo, serikali ya DRC na waasi wa M23 bado hawajafanikiwa kufikia mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayosababisha mgogoro huu. Mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni nchini Uswisi, ambao anatarajiwa kutoa mwelekeo mpya wa upatanishi, haya kuzaa matokeo yaliyotarajiwa. Baadhi ya ahadi zilizofikiwa hazijatekelezwa kikamilifu, huku hali ya usalama inayozidi kuzorota katika Mashariki ya Kati ikitajwa pia kuwa imepunguza kasi ya juhudi za suluhisho. Wakati wa mazungumzo yakiendelea, waasi wa M23 wanaendelea kuimarisha maeneo wanayodhibiti katika sehemu mbalimbali za mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, ile ambayo inaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa, kikanda na kimataifa zinaendelea kutoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano ya amani na utekelezaji wa ahadi walizozitoa. Hata hivyo, tofauti za msimamo kati ya wahusika bado zinaendelea kufanya utekelezaji wa makubaliano hayo kuwa ngumu, huku pengo kati ya maendeleo ya kidiplomasia na hali halisi ya mapigano uwanjani ikiendelea kuwa kubwa. Habari hii inaonyesha kuwa licha juhudi nyingi za mazungumzo, amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijapatikana. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa Jumapili tarehe 19 Julai mwaka 2026, ambako vile tumeshirikiana na wenzetu wa Radio Okapi. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kuendelea kutuamini kama chanzo chako cha habari za uhakika. Vile endelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu ya kijamii, na usisahau kujisajili kwenye kurasa wetu wa YouTube Kivu News Info, kuwasha alama kengele ili uwe wa kwanza pokea habari na taarifa muhimu zinazo kila wakati ambako zitakavyo kuwa zimechapishwa. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Teloje Longa. Basi nakutakia jioni njema, usiku mwema, na tuendelee kuomba amani, umoja na utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kuwa nasi, na asante vile na kuendelea kushiriki habari zetu kwa wengine popote pale. Na basi kabla sijamaliza taarifa hii, endelea kujuza kwamba huenda ndio ilikuwa mara ya kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa sababu anasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo.